Sasa leo siku ya pili, unajua unapokuwa kwenye kambi kama hili ni kambi linahitaji ufahamu. Unajua, yani maombi kama haya yanahitaji ufahamu sana, yanahitaji uwe na ufahamu kabisa kwenye kichwa hiki, kwenye roho, kwenye nafsi. Inahitaji ufahamu, maarifa ya Mungu, ili unapoomba uwe na uhakika kabisa, nachoomba hiki na haya nayotamka sipotezi muda. Unanielewa? Na hatutaki siku 40 ziwe za hasara. Tunataka kila mmoja kapate faida kupitia maombi haya. Tunataka kila mmoja Mungu amfurahishe kupitia maombi haya. Tunataka kila mmoja Mungu ampaishe kupitia maombi haya. Tunataka kila mmoja kaone badiliko kubwa katika maisha yake kupitia maombi haya. Amen. Ni msimu mzuri wa muhimu. Sasa tutakwenda kwenye session ya 3, na maombi haya tunasema kuna maombi ya utangulizi yanaanza saa 10. Sawa? Yakisha maombi ya utangulizi inasimama praise. Praise kisimama, kuna maombi ya katikati hapa kama haya nimetoka kuyahitimisha. Alafu kuna session hii hapa. Hii sasa baada ya neno, ili ni uwe na ufahamu kabisa. Unapoikataa roho ya umaskini kwenye maombi humu, uwe na ufahamu. Unapoikataa roho ya mauti, uwe na ufahamu. Unapokataa kabisa kansa isiumbike ndani yako, unapovunja maagano ya kuzimu, unapovunja kabisa wizi wa shetani kwenye maisha yako, uwe na nini? Uwe na ufahamu. Unapomwambia shetani, mimi hutaniibia miaka yangu, itatimia yote kama Bwana alivyonipa. Unanisikia? Hutaniondoa kwa uchawi, kwa ajali, kwa kansa, kwa kisukari, kwa roho yoyote. Unapoteza muda. Nitaishi na lazima yatimie yote na nitayaona. Unaposema hayo, uwe na ufahamu. Hili ni kambi la ufahamu. Sijui kama unanielewa. Kuna ngome wewe unaangusha za familia hapa, ziliwashinda watu mbalimbali. Kupitia maombi haya utaziangusha kabisa, zitasagika. Naziona zinasagika. Sifanye mchezo. Sasa jana nakupa ufahamu, tukaombe. Jana tulisema hivi, na hii inakupa ufahamu. Hivi hapa tunakuja kufanya nini? Nafanya nini sasa? Tunafanya nini? Haya, hiki tunachofanya kinaitwa mawasiliano ya kiroho ya ulimwengu wa roho. Mawasiliano hayo lazima ufahamu, hii yanafanyika kwa njia ya mkazo wa maombi. Natumia neno nini? Mkazo maalumu wa nini? Wa maombi. Na mawasiliano tulisema jana, unapofanya mawasiliano, mnisikie, mawasiliano yana pande mbili. Mawasiliano siku zote zinakuwa pande ngapi? Lazima ziwe mbili. Lazima kuwe na maeneo mangapi? Mawili. Lazima kuwe na makundi zaidi ya moja. Sasa unapozungumza mawasiliano ya kiroho, maana yake ni mawasiliano yanayofanyika kati ya Mungu mbinguni aliyeketi kwenye kiti cha enzi. Na nilikwambia nini maana ya kuketi kwenye kiti cha enzi? Maana yake yeye anamiliki, anatawala, ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Miungu yote na inyamaze mbele yake, bali Bwana ndiye Mungu. Kwa hiyo mawasiliano yanafanyika kati yangu mimi muombaji mwenye mkazo wa maombi, mimi hapa, sawa, niko hapa duniani, nina mkazo wa maombi, mawasiliano ya ulimwengu wa roho, ya kiroho, ambayo ninayeongea naye nikiwa hapa duniani kwenye anga hapa Jamhuri Tanzania. Naongea na nani? Na Mungu aliye hai. Unaona, ndio tunachofanya. Sasa tunafanya hiyo kwa mkazo maalumu wa maombi kwa siku ngapi? 40. Mlengwa ni nani? Ni mimi na nani? Na Mungu. Kwa hiyo maeneo yako mangapi? Mawili. Kuna mbinguni, kuna duniani. Duniani sasa ndio mimi niko, mbinguni Mungu. Tunafanya, tuna mawasiliano. Katika hayo mawasiliano ni aina gani? Ni ya mkazo wa maombi. Kwa njia ya maombi tunaongea na nani? Na Mungu ambaye ameketi. Unajua, kwenye kambi la maombi hivi takataka za mizibu, wachawi, hivi ni vitu vidogo sana. Sawa.
wa muhimu sana aliyeketi kwenye kiti cha enzi kwenye maombi. Huyo muangalie sana. Mwambie jirani yako, huyo muangalie sana kwenye maombi, aliyeketi kwenye kiti cha enzi. Muangalie sana, mpigie kelele sana. Imekusaidia hiyo? Muulize jirani yako, unaelewa sasa tunachofanya? Haya ni mawasiliano. Na jana uliona Biblia inathibitisha ya kwamba Mungu anatambua ya kwamba kuna eneo linaitwa dunia, na hilo eneo ana watu wake. Anasema watakatifu walioko duniani ndio walio bora, na hao ninapendezwa nao. Anajua kabisa liko eneo. Kuna maeneo mawili, kuna mbinguni, kuna duniani. Duniani niko mimi, uko wewe. Kwa hiyo tunakuwa na nini? Na mawasiliano kati ya nani? Ya Mungu kwenye kiti cha enzi na mimi. Tunaongea. Ndicho tunachofanya hapa, naomba uelewe. Wala sio mwanadamu. Hapa unamlenga Mungu anayemiliki na kutawala. Ameketi. Fungua kitabu cha Mathayo na maandiko machache, alafu tuingie kwenye maombi. Fungua kitabu cha Mathayo nikuonyeshe ukweli. Sura ya 28. Lazima uelewe tunachofanya. Sura ya 28 Biblia inasema hivi, mstari wa ngapi? Wa 2. Wote naomba tusome kwa sauti. Kama na Biblia inasema, na tazama palikuwa na tetemeko kubwa la nini? La nchi. Maana yake hapo ni wapi? Wapi? Tetemeko limetokea wapi? Jamani, piga kelele, limetokea wapi? Hapa. Kwa nini tetemeko limetokea? Na tazama palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka wapi? Piga kelele, kutoka wapi? Kwa hiyo unaona hapa kuna kuwa na mawasiliano ya pande ngapi? Mbili, kati ya duniani na wapi? Na mbinguni. Mwelewe mifumo hiyo nyinyi wa Pentekoste, na mujue kabisa mnapokuwa kwenye kambi la maombi kama hili, mwe mnaelewa ya kwamba ni kweli Mungu kutoka huko atashuka, atatokea. Panakuwa na nini? Na mawasiliano, mjue ya pande mbili. Unaona hapa tetemeko likatokea wapi? Duniani. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu kinashuka kutoka wapi? Eneo linaitwa mbinguni. Kunakuwa na mawasiliano, miingiliano. Hapa kwenye kambi hili kuna miingiliano. Kila siku kutakuwa na miingiliano. Kila siku kutakuwa na miingiliano kati ya pande mbili. Mbingu na dunia zitakutana hapa, na matetemeko yatatokea. Kwenye anga lako kutakuwa na matetemeko, kwenye nyumba yako kutakuwa na matetemeko, kwenye vifungo mbalimbali kutakuwa na matetemeko, kwenye roho ya mauti kutakuwa na matetemeko, kwenye majeshi ya pepo wabaya kutakuwa na matetemeko. Ni mawasiliano. Sasa jamani, yako muombaji lazima ajue kunakuwa na maeneo mawili. Anaongea na mbingu. Muombaji anaongea na mbingu, sio unaongea na Singida na Kigoma na Shinyanga. Hapana, unaongea na mbingu. Hapa uongei na shangazi na mjomba, unaongea na mbingu, unaongea na Mungu aliye hai. You need to be serious. Ndio tunachofanya hapa kwa siku 40. Haya, hebu tuone huyu aliyetoka mbinguni amekuja duniani hapa, anafanya nini? Alifanya nini? Akafanya nini? Jamani, piga kelele, akafanya nini? Kazi ya jiwe ilikuwa nini? Ni kuzuia hatima isitokee, ni kuzuia maono yasitimie, ni kuzuia ushuhuda usitokee. Ilibidi ashuke kutoka mbinguni kuja hapa, na cha kwanza akashughulika na jiwe, 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 kwa sababu hilo jiwe ni ishara ya kizuizi, ni ishara ya mapambano. Akushughulika na kitu kingine, alishughulika na nini? Na jiwe, kwa sababu jiwe ni ishara ya kuzuia. Kama unavyozuiwa wewe kwenye familia, kama unavyozuiwa wewe kwenye safari ya maisha, kama unavyopambana wewe. Ili jiwe, na kuuliza, kwa nini wasilitoe wanadamu
Na wauliza, ili jiwe liko duniani, kwa nini wanadamu wasijikusanya walilitoe? Walishindwa nini? Kwa nini mpaka ashuke kutoka mbinguni aje alichukue aliviringishe? Kwa nini? Ni ishara kwamba hicho kitu sio cha kawaida, kina misingi mikubwa ambayo majibu yake hayawezi kupatikana duniani. Lazima Mungu aingilie kati. Kwa kufundisha hata kwenye safari ya maisha yako, kuna vitu utapata majibu na Benisia, utapata majibu Muhimbili, utapata majibu. Nakwambia kweli, lazima ashuke, lazima aje, lazima aje. Sujifunze, tunapokuwa na maombi ni ya thamani, kwa sababu hapo ni nafasi ya kutengeneza miingiliano kati ya mbingu na wewe uliye duniani. Muelewe, ndio tunachofanya hapa, na ni muhimu sana uelewe. Usipoielewa hii utakuwa unaona hivi, naomba Mungu anasikia. Sikiliza, lazima uwe na uhakika ya kwamba anasikia. Lazima uwe na uhakika ya kwamba atakutokea. Lazima uwe na uhakika ya kwamba atakujibu. Lazima uwe na uhakika ya kwamba atakujibu. Wewe unaona hili jiwe la kawaida, sio la kawaida. Na palikuwa na walinzi. Wale walinzi walipomwona huyu anayeteremka kutoka mbinguni, wale wakawa kama wafu, wala malaika kushughulika nao, walishajifia wenyewe. Yakaenda kwenye jiwe, alafu akaliviringisha, alafu kwa dharau akalikalia, kuonyesha mamlaka. Kuonyesha nini? Kuonyesha nini? Na mimi najua kwenye anga za watu yako mawe, yako majiwe kwenye anga yako, najua yako. Na kwenye maombi haya, Bwana tushangaze tunapowasiliana naye, tunapowasiliana naye, atushangaze mbinguni na wapi? Mbinguni na wapi? Mawasiliano. Wala tuongei na Marekani, atuongei na China, atuongei na Singida na Shinyanga. Tunaongea na nani? Na mbingu moja kwa moja. Tunaweza tukawa na mawasiliano na nani? Tunaweza na wakapokea, na mbingu ikasema halo, 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 uko hapo nasemaje? Halo, halo. Nakupa msingi huu, ni muhimu. Uwezi kawa muombaji usielewe kwamba nawasiliana na nani, na haya mawasiliano yanaenda wapi. Mstari unaofuata wa 18 chini pale, Yesu akaja akasema nao. Unaona pale chini, akaja akafanya nini? Akasema nao nini? Akawaambia nini? Nimepewa mamlaka yote. Wapi? Anataja maeneo haya, ndiyo mbinguni na wapi? Kuna maingiliano. Ndio maana wewe ukiongea mbingu inasikia, Mungu anasikia, na sio tu kusikia, pia anachukuaga maamuzi ya kuteremka, ya kushuka ulipo. Ndio tunachofanya hapa. Anataja maeneo yako mawili, mbinguni na wapi? Na duniani. Lazima kuna connection ipo. Mathayo sura ya 6. Siku ya pili leo, naomba uwe na ufahamu sana tunachofanya kwa siku 40 hapa ndani, na kuwekea msingi una Mungu akusaidie. Haleluya. Mathayo sura ya 6 mstari wa 8, usome kwa sauti. Una Biblia? Na jana nilikwambia tafadhali, kifaa cha muhimu sana kwenye kambi ni neno la Mungu. Siache kudansi. Angalia anasemaje? Basi msifanane na nini? Twende. Baba yenu wa wapi? Kwa nini aseme baba yenu wa Shinyanga? Kwa nini aseme baba yenu wa Kigoma? Kwa nini aseme baba yenu wa Same Kilimanjaro? Kwa nini aseme baba yenu wa Mbeya? Kwa nini aseme baba yenu wa Mwanza? Kwa nini? Yesu anataka kukufundisha hapa kwamba liko eneo linaitwa mbinguni ambalo Mungu aliye hai anamiliki, ni headquarter yake. Alafu liko eneo la dunia ambalo wanakuwepo watu waliookoka, waliompokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wakiwa duniani, hao ni watoto wa Mungu. Sasa wanapewa namba na mifumo ya mawasiliano, na bahati mbaya wengi hawajui mifumo ya mawasiliano kati yao na mbingu. Kwa nini anasema baba yenu wa Singida? Anasema baba yenu wa wapi? Wa wapi? Baba yenu wa wapi? Kwanza hapo niseme kidogo. Biblia inaposema, inapokutambulisha wewe kwamba Mungu ni baba, anamaanisha wewe una DNA yake. Una DNA yake wewe hapo.
Wewe una DNA, inarudia, una DNA ya Mungu aliye hai ndani yako. Anaposema baba, ukiona tu Biblia inasema Mungu ni baba yako, maana yake una DNA yake. Iroshika. Sawa. Iambie kansa na DNA ya Mungu hapa. Iambie roho ya mauti na DNA ya Mungu. Kiambie kisukari na DNA ya Mungu, huniwezi na DNA yake. Achana na mimi. Usinizoe. Kwa nini nasema baba wa Iringa? Kwa nini nasema baba wa Iringa? Baba yenu wa Iringa. Mbona anasema baba yenu wa mbinguni. Alafu anaeleza sasa. Anasema mnaposali, maana yake mnapowasiliana kati yenu kuna miingiliano. Anafundisha hapa kuna miingiliano, inakuwepo miingiliano kati ya mbinguni na duniani. Inakuwepo miingiliano hiyo ya mawasiliano. Tuitumie vizuri kwa siku hizi 40. Hiyo network hiyo itumie. Kuna faida utapata, kuna baraka utapata, kuna muujiza utapata, kuna majibu utajibiwa. Itumie. Ni mifumo hiyo. Taja maeneo mawili. Anasema sasa mnapowasiliana mwe mnasema hivi: baba yetu uliye wapi, jina lako, ufalme wako. Ni ufalme ule. Ufalme wako ufanye nini? Mapenzi yako yafanye nini? Wapi? Hapa duniani kama ilivyo maeneo hayo. Manake miingiliano. Haleluya. Miingiliano hiyo. Haleluya. Hapa nilipo, hapa Mbezi Juu, hapa Dar es Salaam, hapa kwa Sanya, hapa Mbezi Mtoni. Bwana, watu wamekalili sasa, baba yetu aliye mbinguni, wamekalili. Hiyo alikuwa anakufundisha mfumo wa mawasiliano. Ramani ni ramani. Sasa wewe unaogelea kwa upana ndani yake. Muelewe hiyo. Siku moja na kufundisha mawasiliano ya rohoni. Siku moja malaika akatoka mbinguni akashuka, akaenda kwenye nyumba ambayo kuna kifungo cha utasa. Kuna nini? Kuna kifungo cha utasa. Kifungo cha utasa. Kwa sababu nataka niwaambie, vitu vyote ambavyo misingi yake ni miundo mbinu ya shetani lazima ipasuliwe na mawasiliano ya kiroho, si vinginevyo. Akafika nyumba ile na utasa, akasema mwanamke utazaa mtoto. Wakaongea. Mwanamke yule akasema, yule mtu, yule mwanamke, mama yule akasema, yule mtu yule aliyenitokea, anamwambia mume wake aliporudi. Akasema sura yake inatisha sana, anakuwa kama ni malaika. Ameniambia kwamba nitazaa, tumbo hili litakuwa na mtoto. Mume wake akasema, sasa mwambie arudi. Mwambie aje tena. Mwambie aje. Unaona mifumo hiyo? Mwambie aje tena. Mume amerudi sasa, anamsikiliza mke wake. Wewe mume wangu, amekuja mtu, lakini anavyomwangalia sio wa kawaida, anakuwa kama malaika, anatisha. Ameniambia eti roho ya utasa inaondoka ndani ya nyumba yetu. Roho ya utasa inaondoka. Tutakuwa na uzao kwenye ndoa hii. Tutakuwa na uzao. Ameniambia sio mwanadamu wa kawaida, ametoka mbinguni, amekuja duniani, amekuja ndani ya nyumba yetu. Ni mifumo ya mawasiliano ya kiroho. Ameniambia utasa unaondoka. Mume wake akasema, hebu fanya mpango hapa, aje tena, mwite. Aliondoka, amerudi mbinguni. Akasema mwite. Yule naomba urudi tena, naomba. Akaja tena, kuonyesha kumbe mifumo hii inafanya kazi. Mifumo hii inafanya kazi. Tuitumie katika siku 40. Tuitumie katika siku 40. Mifumo ya mawasiliano ya kiroho. Akaja tena. Alafu mimi nikisoma maandiko naona mbingu inaposhuka inashughulikia kitu chenye utata ambacho hao watu kimewashinda, ambacho hao watu hawaelewi wafanyeje, ambacho hao watu wamepaniki, wengine mpaka wamekata tamaa. Sasa ndio hiyo, anashuka, anapasua, mlango unatokea. Ndio naomba hayo mambo yawe hapa. Tuitumie mifumo ya mawasiliano ya kiroho. Wakupona apone, wakuinuliwa ainuliwe, wakufunguliwa afunguliwe. Kabisa. Ni mifumo ya kiroho.
Ndio maana nyie hamuelewi, tunapokuwa kwenye mifumo ya kiroho, shetani anatuma mawakala kwenye maombi, kwa sababu ni mifumo. Wanakuja kabisa, nyie mnaomba, wenyewe wanalipoza kana, ninataka kuanza moto, nalipoza, lipoe. Ndio maana tukiweka gia unaona mchaka, kwa sababu ni mifumo, na mifumo hii inasumbua ulimwengu wa roho, inasumbua mapepo, inasumbua majini, inasumbua uchawi, inasumbua vitu vilivyojificha kwa muda mrefu. Ukitumia mifumo ya rohoni unaona kitu kinatokea, na Mungu akufanyie. Nasema Mungu akufanyie ni mifumo. Muelewe nini tunachofanya hapa. Narudia definition. Haya ni mawasiliano ya ulimwengu wa roho, ya kiroho, yanayofanyika kwa mkazo maalumu wa nini? Wa maombi. Sasa mawasiliano yana pande mbili, hayawezi kuwa upande mmoja. Anakuweko Mungu aliye hai, ndio mawasiliano ya kiroho. Anakuweko Mungu aliye hai, unakuweko wewe. Tuko pamoja. Baba yetu uliye mbinguni. Mstari wa 26 hadi wa 34 pale chini, Mungu Bwana Yesu anakufundisha, anasema hivi: waangalieni ndege wa angani. Waangalieni ndege wa angani na maua. Unajua kwa nini ametaja hivyo vitu viwili? Kwa sababu hivyo vitu viwili vina rangi mbalimbali za kupendeza. Ndege wazuri wana rangi mbalimbali. Maua, mimi nikasema Mungu, kuna siku niliangalia maua fulani nikakuta yana rangi ya zambarau, yani nikashangaa. Papo kabisa, imetokea kwenye udongo. Papo, uarozi, papo, maua ya pinki ya kila rangi mazuri yanavutia. Anasema yaangalieni hayo. Atumia lugha mbili, anasema angalieni ndege, angalieni na nini, na maua ya kondeni, jinsi ambavyo yanavutia, ni mazuri, yana utukufu. Angalieni ninavyo yategemeza, angalieni ninavyo ya lisha, angalieni ninavyo watunza. Anasema je, si zaidi sana nyinyi? Sio zaidi sana mimi? Sio zaidi sana nyinyi? Basi anasema sasa utafuteni ufalme wa wapi? Maana yake mwe na network. Mengine yote mtazidishiwa. Mifumo hii tuitumie kwa siku 40. Mimi naweka msingi tu hapo. Ndio maana namaliza sasa kwa kusema hivi. Ndio maana Biblia, kwenye Biblia kuna lugha mbili uzielewe. Mimi nataka nikumegee leo. Kuna lugha inasema ndipo Mungu akashuka. Anashuka kutokea wapi? Na kuna lugha tena nyingine inasema ndipo Bwana akapanda kwenda juu. Anakuonyesha location mbili. Kwa anashuka, wanarudi. Elia akasema moto ushuke kutoka wapi? Mbinguni. Maana ilishuka kutoka wapi? Uelewe hapo. Wathesalonike anatuambia Paulo, anasema Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni, na mwariko mkuu wa malaika atashuka kutoka wapi? Mbinguni. Maana yake ni eneo kabisa lipo. Yako maeneo mawili, mbinguni na duniani, yana maingiliano. Wanaweza wakawasiliana. Wa mbinguni wanaweza wakaja wakaingilia kati ishu zako, wanaweza wakaja wakatoa msaada, wanaweza wakaja wakafanya vita, wanaweza wakaja kwenye ishu zako. Tuitumia hapa. Bwana mwenyewe atashuka. Ndipo malaika wa Bwana akashuka kutoka wapi? Mbinguni. Tunaambiwa kitabu cha Matendo ya Mitume, hili ndio kanisa la kwanza, wanaambiwa hivi. Wanaambia nyinyi watu, mbona mnamwangalia Yesu anavyoenda juu mbinguni? Sasa hivyo mnavyomwangalia hivyo ndivyo atakavyoshuka. Inatumia lugha mbili, kushuka, kupanda, kuonyesha kuna maingiliano. Kwa hiyo maombi haya tunafanya mawasiliano. Kwa hiyo hapa atakuwa anashuka, atakuwa anatokea kabisa. Mshangile Bwana, atakuwa anatokea. Muelewe hiyo kitu. Ushuhuda, malaika huo wapo, wanatokea, wakutokee wewe kwenye maombi haya. Wakutokee. Yesu akutokee. Sio utani. Yesu akutokee. Yesu akutokee. Yesu akutokee. Yesu akutokee. Yesu akutokee. Yesu akutokee. Utakaposema naye na kufungua kinywa chako na kupeleka mawasiliano yako kwake, akutokee.
mambo yafuatayo uyaone, uisikie sauti yake, atasema na wewe, na utauona uwepo wake akikufunika, akutoke. Atupotezi muda. Ni wenjo. Kuna kitu Mungu atakipasua, kuna kitu Mungu atakipasua, kuna kitu Mungu atakipasua kwenye maisha yako, utashangaa. Atupotezi muda. Mawasiliano ya kiroho, angalia hizi lugha mbili, kushuka, kupanda. Ndipo Bwana kashuka kutoka mbinguni, ndipo malaika wakashuka kutoka mbinguni. Biblia inasema Bwana alipomaliza kuongea na Abrahamu akaondoka, akapanda, kuonyesha mifumo ya mawasiliano. Akapanda. Maombi ni mawasiliano, ni mkazo maalum wa kiroho. Uelewe neno wa kiroho, ulimwengu wa roho. Alafu elewa lugha zingine, naenda kumaliza hapa pazuri. Naomba nisikilize hapa, naomba nisikilize hapa. Nasikia, naomba nisikilize hapa. Hapo nisikilize vizuri. Unisikilize vizuri, huo unafahamu. Tumesema kambi hili linahitaji ufahamu. Ni hivi, mbinguni Mungu anachukua nafasi yake kama baba. Ndio maana anasema baba yenu wa mbinguni. Wewe uliye duniani unachukua nafasi kama mwana. Wewe uliye duniani unachukua nafasi kama nani? Mwana. Yeye kwenye kiti cha enzi anachukua nafasi kama nani? Kama baba. Unapoomba kama baba, kama baba. Kwa kwenye maombi ukisema baba ni sawa. Yeye kwenye kiti cha enzi anachukua nafasi kama baba mbinguni. Wewe hapa una nafasi kama mwana. Kwa hiyo mawasiliano sasa, wanaongea nani? Anaongea baba na mwana. Anaongea nani? Baba na nani? Na mwana. Wanawasiliana. Levo wanayowasiliana nayo sio levo kama ya kusema huyu ni binamu, huyu ni mjomba, huyu ni baba mdogo. Huo ni undugu wa mbali kidogo. Haya ni ya baba na mwana, kuonyesha hawa wawili wanaelewana dipa. Wana DNA ya pamoja dipa. Ndio maana kauliza, ni yupi kwenu anaweza kumpa mtoto wake? Kwani alikuwa anakupa huo mfano? Ni yupi kwenu mtoto akiomba mkate atapewa nini? Akiomba samaki atapewa nini? Je, kama nyinyi wanadamu unaweza kufanya hivyo, je, si zaidi sana baba yenu Na nilikuwa najiuliza, kwa nini Mungu kila wakati anapojitambuliza lazima ataje na eneo analokaa? Wewe umesema vizuri. Kwa nini lazima aseme Mungu baba Sasa mbona asemi baba wa Singida? Mbona asemi baba wa Iringa, wa Kilimanjaro? Mbona asemi, anasema baba Niko kwenye mawasiliano. Ni mawasiliano kati Mungu pale mbinguni, eneo lake ni baba, wewe hapa ni mwana. Mambo yafuatayo yaangalie. Kwa hiyo yeye baba wa mbinguni anapokutazama wewe hapa duniani, mambo yafuatayo yaangalie. Kwa habari yanayoendelea hapa chini ya jua, urithi ameuacha kwa mwana, umiliki ameuacha kwa mwana hapa. Kwa hiyo lazima umiliki, lazima utawale, lazima upenye na utamiliki, na yatatokea, yatageuzwa. Unajua maudhui nimwambia timu hapa, miliki, tawala, amina, chukua na urithi, kwa sababu vyote hivyo ni vya mwana hapa duniani. Baba wa mbinguni, kwa habari ya yote yanayoendelea chini ya jua, urithi ameuacha kwa mwana, umiliki ameuacha kwa mwana. Hajauacha kwa wachawi, hajauacha kwa mizimu, hajauacha kwa mapepo, ameacha urithi kwa mwana. Kwa hiyo tunaongea baba wa mbinguni, na mimi hapa anaelewa yeye. Ukiita tu anaelewa. Kwa sababu gani? Ndio maana amesema furahi sana kwa sababu jina lako limeandikwa Iringa. Hujashtuka? Furahi sana kwa sababu jina lako limeandikwa kule wapi? Rombo. Anakuambia furahi sana kwa sababu jina lako limeandikwa wapi? Mbinguni. Unaona huo muingiliano? Kwa hiyo wewe unajulikana. Labda ujiamini au ujitambui. Muulize ujitambui. Mbinguni unajulikana. Utakachoongea hapa wanasikia. Utakachoongea hapa watashuka. Utakachoongea hapa wataingilia kati. Kama ni uponyaji utatokea, kama ni kufunguliwa yani kabisa. Aujiamini. Furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa wapi? Mbinguni.
Yesu anasema, alafu anasema msifurahi kwa sababu mapepo yanatoka. Na hiyo issue ndogo. Issue yenyewe ni majina yenu wapi, kwa sababu pale ndio pana maingiliano pale. Hiyo ndio mifumo. Kwa hiyo misingi yoyote ya giza itapasuka. Bwana ataipasua. Nakwambia Bwana ataipasua. Nasema Bwana ataipasua. Kama iko ndani ya familia, Bwana ataipasua. Kama iko kwenye kichwa chako, ataipasua. Kama iko kwenye damu ya mwili wako, Bwana ataipasua. Kama iko popote imejificha, Bwana ataipasua. Misingi ya kuzimu itapasuka. Itapasuka. Miroho ndani ya familia itapasuka. Na usiogope sema, Mungu, mbona naomba sana juu ya familia yangu, ni kama vile sipati penyo. Hapana, hiyo ni misingi ilijijenga muda mrefu. Imeng'ang'ania sana hiyo familia muda mrefu. Imeng'ang'ania, na unajua shetani kung'ang'ania kitu haachii, yani hapendi kuachia, kwa sababu vizazi vya nyuma ametawala mpaka sasa. Sasa wewe unataka kumtoa, atatoka. Haleluya. Atatoka, na itakuwa sio kwa akili zako. Malaika wa Bwana watashuka. Si uko kwenye mifumo ya rohoni. Ukielewa hiyo umemaliza kesi. Na waomba, naweka msingi. Tunafanya mawasiliano ya kiroho kwa jinsi ya kiroho. Nini maana yake? Tunafanya kwa njia ya mkazo wa nini? Wa maombi. Ni mawasiliano ya nani? Ni Baba na Mwana. Mwana yuko duniani, Baba yuko mbinguni. Baba kwenye nafasi yake anamiliki, anatawala vyote. Lakini kwa habari ya anga la dunia, urithi amemwachia Mwana, baraka amemwachia Mwana. Na ndio maana lazima tudai zije, kwa sababu ni urithi, ni umiliki. Ubarikiwe. Hautaibiwa chini ya jua tena. Sema sitaibiwa chini ya jua tena. Piga kelele, sitaibiwa chini ya jua tena. Hautaibiwa. Kama nikuchezea mwaka jana, mwaka juzi, kutoka sasa tunapoendelea na maombi na kuendelea, kitaeleweka. Yako maanga ya aina tatu. Ziko anga za aina tatu za kiroho za mtu. Naye ni mawasiliano ya kiroho. Kuna anga la mtu binafsi. Si kama wewe huyu Mr. and Mrs. Huyu hapa ana anga lake kama yeye. Yani Michael kama Michael ana anga lake. Simama mzee. Yeye kama yeye ana anga lake kibinafsi. Lipo ulimwengu wa roho. Lazima alimiliki. Lazima alichukue udhibiti. Lazima hakikisha kwenye hilo anga Mungu wa mbinguni amekaa na anatawala, na ni malaika wanatembea, baraka zinatembea. Lazima, hata kama aoni sasa hivi, lakini kwa jinsi ya roho lazima aone. Sawa? Alafu kuna anga la familia. Nafundisha manga. Kuna anga la familia. Anga la familia sasa, hapo anaingia na mke yule kule nyuma. Wanaingia na watoto. Wanaingia na wote wa nyumbani mwako na wazazi. Sijui na kina nani. Ndito linaitwa anga la familia. Hilo nitalizungumza. Na jinsi ambavyo usipoliatamia madhara yanayotokea. Ndio maana tutaombea hapa familia. Lakini anga lako binafsi, kama wewe, kama mimi. Hata mimi nina mke, lakini nina anga langu kama mimi Joshua. Lazima nilikague. Ukisikia mtu ana mapambano ya kiroho, yanafanyika kwenye anga lake. Ukisikia mizimu imekuja, ni kwenye anga lake. Ukisikia majina yamekuja, ni kwenye anga lake. Ukisikia mawakala wametumwa wanafanya vita, ni kwenye anga lake. Wakishika anga, wameshika mwili, roho na nafsi na uchumi na maisha na kila kitu. Wakishika anga, wanashika anga. Alafu huku hamna kitu. Unaishi lakini uelewi unaishije. Ni anga. Sawa. Alafu kuna anga la eneo. Nilisema kuna anga la tatu. Anga la eneo au anga katika maeneo. Ndio maana wewe unaweza kaenda mkoa fulani ukahamia pale. Sawa. Kikazi. Unashangaa hawa watu wa aina niliowakuta sijawahi waona. Tabia, mila, ufahamu, akili, uchumi, ukili, mavazi, staili ya maisha. Unashangaa. Hilo ni anga. Ukizubaa, roho zile zilizo kwenye lile anga zinaweza kumiliki na wewe, na zikakuweka level sawa na wananchi wa eneo lile. Hakuna kushaini juu ya standard iliyowekwa. Hakuna kuvuka. Ndio maana kuna maeneo ukinunua gari kali, unakuta wilaya nzima hizo gari hamna. Unahitaji maombi. Tatoka nayo hapo, utashangaa pancha mwa chakati, kwa sababu nataka kuvuka sheria ya eneo lile kwa jinsi. Sasa lazima, hayo ni maanga. Kuna miroho inayokataa kabisa maendeleo. Nyumba za bati. Yani kuna maeneo ukienda, nyumba za bati marufuku. Yani hiyo marufuku imepigwa rohoni. Usifikiri ni nyumba za majani tu za kawaida. Hawa watu kwa nini hawajengi? Ni kibano kwenye lile eneo.
rohoni, hakuna kuendelea. Alafu nimeshangaa, kuna mikoa hata uweke lami na kufundisha manga, hata uweke lami zinabomoka. Unakuta baada ya muda zimefumuka, mitaa imefumuka, imerudi tena kama kawaida, makorongo kama kawaida. Unanisikia? Kuna miroho haitaki. Kuna miroho haitaki. Sasa mitaa yote imewekwa lami, unakuta imefumuka yote, inaanza kuwa makorongo, mitaa makorongo, nyumba matope, barabara zinakwama. Ni miroho ile haitaki. Miroho ya maeneo, naita maanga ya maeneo. Nakuja kufundisha hapo, na hiyo tutaifanyia Varangati. Lakini jioni ya leo, kwa sababu wewe ni muombaji na uko kwenye maombi, na leo ni siku ya pili, hebu naomba ukaseme na anga lako. Naomba ukaseme na anga lako. Sio la familia. La familia tutakuja, na la maeneo tutakuja. Lakini leo naomba ukaseme na anga lako. Naomba ukaseme na anga lako. Naomba ukaseme na anga lako. Anga lako liwe jepesi kwenye maombi haya. Anga lako liwe jepesi. Anga lako liwe jepesi. Mawasiliano haya yawe mepesi kati yako na Mungu. Naomba ukatamke. Unaamini? 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 Piga kelele, unaamini? Unaamini? Semesha jioni ya leo malango yaliyo kwenye anga lako, ulimwengu wa roho. Tunapomaliza maombi, unapotoka hujatoa sadaka, utamtolea Bwana hapa. Lakini naomba sasa hivi wote umeelewa mawasiliano, na mawasiliano hayo ni mawasiliano ya maanga, ulimwengu wa roho. Natamani anga lako likawe zuri kwenye maombi haya. Natamani anga lako likapendeze. Natamani anga lako likawe jepesi kwenye maombi haya. Natamani uratibu kwenye anga lako, kati ya Mungu na anga lako vikutane kwa wepesi, kwa haraka. Kuwe na miingiliano isiyo ya kawaida kwenye anga lako na kiti cha enzi. Haleluya, haleluya kanisa, haleluya, haleluya, haleluya. Simama basi kwa miguu yako. Nimekuambia mawasiliano, simama kwa miguu yako. Nyosha mkono wako juu, nyosha mkono wako juu. Bwana Yesu mzuri, nivumilie tu, tunaenda kuomba. Funika macho yako, liangalia anga lako. Liangalia anga lako sasa, utaliona na linaonekana, wala sio kitu, linaonekana. Funika macho yako, liangalia anga lako. Funika macho, liangalie, litazame anga lako, ulimwengu wa roho. Litazame anga lako kama wewe, kwa jina lako, yani wewe mwenyewe kibinafsi, personal. Angalia anga lako. Naomba liangalie. Naomba liangalie anga lako. Naondoa uzito kwenye hilo anga lako. Naondoa uzito na uondoa ugumu uliowekwa kwa muda mrefu na giza, na uondoa kwenye maombi haya siku ya pili. Natamka baraka kwenye anga lako. Nyosha mkono. Natamka uweza wa Bwana kwenye anga lako, usio wa kawaida. Kwenye anga lako pia kuna macho ya rohoni. Nasema tangu sasa yafanye kazi. Hayo macho yafanye kazi. Uanze kuziona baraka. Uanze kuziona baraka. Uanze kuziona baraka. Uanze kuziona baraka. Kwenye anga lako kuna macho ya rohoni. Anza kuona. Anza kuona. Anza kuona yasiyowezekana yanawezekana. Anza kuona. Anza kuona kwenye anga lako. Anza kuona ya kwamba yanawezekana safari hii. Yanawezekana safari hii. Anza kuona, anza kuona. Anza kuona mafaili yanabadilika. Anza kuona kuna mpenyo usio wa kawaida. Anza kuona wewe na Mungu mnaelewana lugha. Wewe na Mungu hampishani lugha. Anza kuona. Funika macho yako. Anga lako. Anga lako. Anga lako. Naomba niseme hivi. Hata hela ulizonazo wewe leo, saizi ya hela ulizonazo inatoa picha kwenye anga lako nini kinaendelea. Saizi ya ufahamu ulionao, saizi ya vitu unavyomiliki duniani. Kwa hiyo angalia anga lako. Angalia anga lako. Macho ya rohoni yafunguke leo. Kwa sababu kwenye kambi utaona kwa roho, wala sio kwa jinsi ya mwili. Macho ya rohoni yafunguke leo katika jina la Yesu. Wewe mwanamke, wewe funguka. Wewe mwanaume funguka. Siku ya pili.
funguka. Utawala wa aina yoyote usiotokana na Mungu kwenye anga lako unaondoka. Unaondoka. Wewe sio mwanadamu wa kawaida, ni mwana, unaurithi. Unaurithi. Nasema yalete yote uliotakiwa kuyapata uyachukue. Nyosha mkono, sema Bwana Yesu. Piga kelele, Bwana Yesu, ninaileta madhabahu yako kwenye anga langu. Jamani, piga kelele kwa nguvu, Bwana Yesu. Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninaileta madhabahu yako kwenye anga langu. Bwana Yesu, ninaita agano lako kwenye anga langu, kwenye anga langu. Bwana Yesu, sina agano lingine zaidi ya la kwako. Sina madhabahu nyingine zaidi ya madhabahu yako. Sasa tawala kwenye anga langu, tawala. Tembea, 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 tembea. Nishangaze. Anga langu funguka. Anga langu funguka, funguka, funguka. Piga kelele, anga langu funguka. Isikie sauti yake. Anga langu isikie sauti yake. Anga langu lazima usikie sauti yake. Anga langu lazima madhabahu ya Mungu ingie hapo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na ninapoendelea kuomba, na kanyaga madhabahu zingine zote kwenye anga lako, na kanyaga madhabahu zingine zote, na kanyaga madhabahu zingine zote. Naomba sasa pamoja nami, tembea. Na kanyaga madhabahu zingine zote, na kanyaga madhabahu zingine zote. Ninaiuisha madhabahu ya Mungu kwenye anga langu leo, katika siku ya pili. Ninaliandaa anga langu kwa ajili ya mambo makubwa. Ninaliandaa anga langu kwa ajili ya kubarikiwa. Ninaliandaa anga langu kwa ajili ya kuvuka mipaka. Ninaliandaa anga langu kwa ajili ya kuziona baraka, katika jina la Yesu. Anga langu pokea, anga langu pokea. Ninaomba lisemeshe anga lako, anga langu pokea. Wanawake, sema na anga lako, anga langu pokea, anga langu pokea. Anga langu funguka, anga langu ona baraka, anga langu ona miujiza. Leo siku ya pili, ninakuandaa. Anga langu lazima umwone Bwana, anga langu lazima umwone Bwana. Madhabahu zingine ninazikanyaga, ninaziapisha, ninazilani. Madhabahu za kifamilia kwenye anga langu toka, kwenye anga langu toka, kwenye anga langu toka. Nalitetea anga langu, nalitetea anga langu. Ulimwengu wa roho, mimi kwa jina langu Joshua nalitetea anga langu kwa jina la Yesu. Nalitetea anga langu. Ikiwezekana jitaje na jina lako. Najitetea anga langu, nalitetea anga langu. Litafanyika baraka kwenye maombi haya. Ninaliweka wakfu, ninaliweka wakfu, ninaliweka wakfu. Naita maagano, naita agano, naita agano la Mungu aliye hai kwenye anga langu. Naita ahadi za Mungu kwenye anga langu. Naita utakaso, naita rehema kwenye anga langu, kwenye anga langu. Naomba shughulikia anga lako, kwa sababu kadiri unavyoshughulikia mapema ndivyo maombi yanakuwa na baraka. Nashughulikia anga katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nalichukua anga langu. Siruhusu mapepo yakae, siruhusu uchawi ukae, siruhusu mizimu ikae, siruhusu madhabahu za kuzimu zikae. Naziondoa kwenye anga langu. Toka, 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 toka.
toka, 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 toka kwenye anga langu, toka, 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 wavamizi toka, 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 enyi wezi toka, 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 enyi utapeli toka, toka kwenye anga langu. Nataka nisikie sauti ya Mungu aliye hai kwenye anga langu. Nataka niuone uwepo wa Bwana kwenye anga langu. Toka, 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 toka miroho mbalimbali ya kifamilia, toka, toka, toka kwenye anga langu, toka, toka, na itauzima, itauzima kwenye anga, ita libariki anga lako, liinue anga lako, liwe juu ya mapepo, liwe juu ya uchawi kwenye maombi haya. Anga lako liwe juu. Tamka, 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 we tamka, tamka, anga lako libariki, libariki. Mwambie Bwana lifungue, mwambie Bwana lifungue, mwambie Bwana lifungue, mwambie Bwana lifungue, lifungue, mwambie Bwana lifungue. Macho ya rohoni kwenye anga langu yaweze kuona, yaweze kuelewa katika siku hizi 40. Naliweka wakfu anga langu. Toka, 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 toka vifungo vya ufahamu, toka, toka, toka kwenye anga langu. Na yataka mafunuo yasiyo ya kawaida ninapoendelea kuomba, ninaposikia neno nikuelewe. Toka, 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 piga kelele, piga kelele, toka. Anga lako hilo, anga lako hilo, wewe libariki tu, wewe libariki anga lako. Lipigie kelele sana, lipigie kelele sana anga lako, ulimwengu wa roho. Wewe mwenyewe kibinafsi la kwako lipigie, 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 lipigie. Vikwazo mbalimbali vikaondoke. Lipigie kelele, lipigie kelele. Litamkie neema kwenye maombi haya, litamkie kuinuliwa, litamkie baraka, litamkie kurithi baraka anga lako. Yes. Tembea, 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 tembea. Fungua hilo anga, fungua hilo anga, fungua hilo anga, fungua hilo anga. Teka mateka kwenye anga lako. Badala ya kutekwa, teka wewe. Badala ya kutekwa, teka wewe. Badala ya kutekwa, teka wewe. Tembea, 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 tembea. Sema anga langu linateka safari. Anga langu linateka, anga langu linateka, anga langu linateka. Linateka uzima, linateka baraka, linateka ushindi, linateka uamsho, linateka maono makubwa. Anga langu nalitetea, anga langu nalibariki. Anga langu litakuwa na moto kwenye maombi haya. Litajaa moto, litajaa moto, litajaa moto, litajaa moto, litajaa moto, litajaa moto, litajaa moto. Moto utatembea, wachawi watagusa. Litajaa moto, mizimu haitagusa. Litajaa moto, litajaa moto. Anga langu funguka, malango ya anga langu na wasemesha. Isikie sauti ya Bwana. Karabashaya atabarabara. Anga lako ndio kila kitu kwenye maombi haya. Anga lako ndio kila kitu. Litabirie, litabirie, litabirie na upate mpenyo. Tembea, 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 tembea. Ukiweza kimbia, kimbia. Usiombe kikawaida kawaida. Unapodiri na anga lako usiombe kikawaida kawaida. Kuna roho zimekuchezea muda mrefu, kuna uchawi umechezea muda mrefu. Haya, fungua hilo anga. Ni anga lako, ni anga lako. Chukua umiliki, chukua umiliki, chukua umiliki, chukua umiliki. Piga kelele, sema Yesu, nachukua umiliki wa anga langu. Nachukua umiliki leo, siku ya pili. Nataka mpenyo, nataka upenyo. Miujiza ya ajabu ifanyike kwenye